Bado tunaendelea, niko hapa Alevet House ambapo kuna exhibition inaendelea hapa, lakini mambo mengi utayafahamu zaidi kwa sababu nipo na mmoja wa washiriki na pia ni wahusika katika kuandaa hili jambo. Bwana, habari yako? Nzuri kabisa. Kwa majina sijui unaitwa nani? Hebu waangalie hawa wanakuangalia. Ndugu zetu wanataka kufahamu vitu kutoka kwako. Kwa majina? Mimi naitwa Saidi Kipandu, lakini pia wengi wanapenda kuniita KP. Nilikuwa napita katika ukurasa wako wa Instagram. Kuna vitu nimeviona bwana, unafanya vitu vizuri. Kwanza hongera sana. Asante sana. Kwanza kabisa bwana Saidi, unajihusisha na nini hasa? Nimeona wewe ni mtu mashuhuri. Yaani kuna vitu ambavyo unavyovifanya kama ni kijana, kwa kweli unafanya vitu vikubwa sana. Mimi ni mfanyakazi wa taasisi moja iliyokuwa Zanzibar inaitwa Practical Permaculture Institute. Kwa kifupi inajulikana kama PPIZ. Lakini kimsingi katika kazi yangu nafanya kazi kama afisa ufuatiliaji na tathmini. Lakini kazi yangu inaniweka karibu zaidi na wakulima wadogo waliokuwepo Zanzibar katika harakati za kutumia kilimo kama mbinu ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sawa. Imekuwaje rahisi kwako wewe kwa sababu nimeona vijana wengi, kuna wengine wako katika masuala ya teknolojia huko, teknolojia ya habari, wengine wapo kwenye mambo ya michezo, na kilimo imeonekana kama kitu fulani kigumu hivi, kama ni sayansi nafikiri, kwa sababu utadili pale na mambo ya vijiwadudu, sijui ni vitu kama hivyo. Kwako wewe, kwa nini imekuwa rahisi? Imewezaje kuwa rahisi? Nafikiri unajua, kwa vijana wengi wamekuwa wakiamini kwamba kilimo ni kitu jambo la wazee au watu wazima sana, kwa sababu vijana wamekuwa wakihitaji matokeo ya rahisi, matokeo ya haraka zaidi. Kwa hiyo ndio maana vijana wengi unakuta nakipa mgongo kilimo ama shughuli za kilimo kwa ujumla. Na pia mazingira ambayo shughuli za kilimo yanafanyika sio mazingira ambayo vijana wengi wanapenda kuwa karibu nayo, kwa sababu kilimo mara nyingi inafanyika maeneo ya mashambani ambapo ni mbali na miji, tofauti na vijana waliokuwa wengi. Lakini kama ukiamua kweli kwa dhati kudili na swala la kilimo, kuwa kwenye mnyororo mzima wa kilimo, jambo ambalo linawezekana kabisa kama kijana, kwa sababu kilimo kinahitaji watu wenye nguvu zaidi ambao ni vijana. Mtu mwenye nguvu ambaye anaweza kadili na wakulima au yeye mwenyewe moja kwa moja akaenda akalima na akafanya shughuli za kilimo. Sawa. Leo hii nakuona hapa mjini Cologne nchini Ujerumani katika hii exhibition ambayo inaendelea hapa. Hasa nini kinaendelea hapa na kitu gani hasa kimekuleta kutoka huko ulipokuwa? Kwanza ulikuwa wapi na nini kimekuleta hapa? Kimsingi taasisi yetu kwa kushirikiana na taasisi ya Pambazuka iliyokuwa hapa Cologne Ujerumani, taasisi yetu ya PPIZ kutoka Zanzibar, huwa tunaandaa sisi programu za mabadilishano kati ya vijana wa Kijerumani pamoja na vijana wa Kitanzania. Na kwa taasisi yetu sisi kama PPIZ, hii ni programu ya mara ya pili tunaifanya. Tulifanya ya kwanza na kati ya vijana kutoka Zanzibar na vijana kutoka Berlin. Sasa kwa safari hii ya pili tunajaribu kukutanisha vijana hawa wawili waweze kubadilishana uzoefu, haswa tukiangalia katika yale malengo endelevu ya UN, tukiangalia lengo namba 13 ambalo ni climate action. Kwa hiyo leo hii hapa Alevet House tumekuja kwa ajili ya kufanya maonyesho ya mambo yote vijana hawa ambao wameyafanya tangu awamu ya kwanza ambapo vijana wa Kijerumani walikuja Zanzibar, na safari hii kwa awamu ya pili vijana wa Kizanzibar wamekuja hapa Ujerumani. Kwa tunajaribu kuonyesha watu na kujaribu kuelimisha nini ambacho tumekiona na nini ambacho tumekutana nacho kipindi chote hicho cha mradi wetu. Kuingia hapa nchini Ujerumani hasa nini kimekufundisha? Yaani ulivyokanyaga mguu wako hapa, ulivyokuwa ukisikia Ulaya jinsi ilivyo, sasa umekanyaga Ulaya. Nini hasa kikakujia kwenye akili yako na ulivyokuwa unaviona? Yes, kimsingi unajua tulikuwa tuna zile nadharia nyingi, vitu vingi tulikuwa tukivisikia kuhusu Ulaya. Vingi kweli, lakini vipo ambavyo sio kweli pia. Ndio. Kama vipi ambavyo sio vya ukweli? Ndio tunajua kuna maendeleo na nini na kila kitu. Ambavyo sio vya ukweli hasa ambao tuseme ni myth and misconception hasa ni nini? Unajua watu wengi tulikuwa tukiamini kwamba Ulaya ni sehemu ambazo zimeendelea sana. Ndio. Kuna watu wanaamini Ulaya hakuna ombaomba. Kabisa. Lakini kitu ambacho sio kweli, wapo. Yaani wapo. Kuna watu walikuwa naamini Ulaya ni sehemu ambapo kuna perfection ya hali ya juu. Hakuna makosa madogo ambayo yana nini, lakini yapo. Na treni zinachelewa kama kawaida, dakika 10 saa nyingine na zaidi. Kwa hiyo matatizo yapo sehemu zote. Haijalishi ni wapi. Sawa. Kwa kijana ambaye ni mpambanaji, ambaye pia yupo katika duru la kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kuvuka na kupata maendeleo zaidi. Kwa mfano wewe umefanya kitu kikubwa mpaka sasa hivi na bado unaendelea kufanya kazi kubwa, hongera kwa hilo. Unamshauri nini kijana ambaye yuko nyumbani pia naye anatamani kufika mbali kama ulipofika wewe?
Kimsingi kwa vijana ili waweze kufika mbali, sio kwamba sisi tumefika mbali sana, lakini kwa kijana kufika mbali, kwa dunia sasa hivi inahitaji kijana ajionyeshe. Asijifiche, asikae ndani, kama na kitu chochote anahisi anacho, ajionyeshe. Kuna platform tofauti, kuna mitandao ya kijamii, tuitumie katika namna ambayo kijana anaweza kaonyesha uwezo wako, nini unaweza ukifanya na jamii inaweza ikaona na ukafika kokote unapohitaji wewe kufika. Sawa sawa, asante sana, mimi ninashukuru bwana. Shukrani sana, asante sana. Asante.